Weekend nzuri mpendwa mtazamaji wa BG Online TV kote ambako unaendelea kupatikana kwa wakati huu. Tunaendelea kutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea kushukuru kwa utulivu wako kwenye chaneli yetu kwa kuendelea kupata habari, matukio na vipindi ambavyo vinakujia kwa kila saa na wakati. Mtazamaji, leo ni tariki 3 Mei 2025 na tunakuletea habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo ni pamoja na zile zisemazo kuwa kundi mbili za wazalendo ambazo zinaongozwa naye Nyerere na Mashake ziliweza kusababisha wasiwasi kwa raia katika mji wa Kiliba tarafani Uvira, na hiyo ni kutokana na kugombania madaraka wa eneo hilo. Tutakuwa pia na habari zingine zisemazo kuwa chama cha kijeshi cha FPDC kimekuwa sasa na kiongozi mpya ambaye ataendeleza chama hicho hasa upande wa kijeshi nchini Kongo. Kamanda Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, ndiye amechukua nafasi yake hayati mtetezi Kibukila. Mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive mjini Butembo amesema kuzunishwa na visa vya ukatili vinavyoendelea mjini Butembo, ambako miili ya watu wenye kuuawa inaendelea kuokotwa bila kujua walioendesha vitendo hivyo. Bila shaka mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV, kuna hayo na mengine mengi, tunaomba tuweze kuambatana mwanzo hadi tamati. Kabla hatujaendelea na habari zetu hizi, mpendwa mtazamaji, na kukumbusha mara tena usikosi kusubscribe na baadaye usambazie wengine, ili nyote kwa pamoja kuendelea kupata habari zetu zenye ukweli na uhakika, vipindi pamoja na matukio. Naam. Wacha sasa tuanze habari zetu hizi na habari za mji wa Baraka, ambako raia wametoa shukrani zao kisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuamua kwamba mitihani ya kitaifa itafanyika kwa bure kwa wanafunzi wa mkoa wa Kivu Kaskazini na ule wa Kivu Kusini. Kupitia jitihada zake mwanabunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi Msenyibwa Apele Janvier, hatimaye baadhi ya raia wa mji wa Baraka wamepongeza kwa swala hilo. Wakiwa mbele ya vipaza sauti vya BG Online TV, raia hao wamesema kushukuru vya kutosha mbunge Apele Janvier na pia serikali kuweza kujibu kwa haraka, hasa ukilinganisha na hali ya usalama mdogo inayokumba mikoa hiyo miwili, na hiyo inapelekea uchumi wa wazazi kushuka kwa kiasi kikubwa. Raia hao tuliokutana nao walieleza yafuatayo. Kwanza niseme shukrani sana, tunaremercie sana na kupongeza kwa ile kujisikia kupresente avantage kwenye sie tuko, paske ile ni avantage kwenye tuko na esa vile mbunge mwenye tulimpeleka kula ende tutetea, tunaona vraiment resultat mzuri. Pour cela tunasema merci sana. Tunashukuru serikali yetu paske serikali haiwezi kuwa bila baraia, na tanke gisi serikali iko tunaona deja raia pale. Kwa hiyo tunasema serikali ipewe sifa kwa sababu ilifanya kitu kenye kike kabambi. Tukiangalia kwetu ku este saa hii, twende mu precisement province yetu ya Sud Kivu yenye tuko amo sai na Nord Kivu, tunakumbiwa deja na maafa sana ya vita, na ile inatushusha sana kiuchumi, inatushusha mudomene za mingi tu. Sasa kwa ile kitu kia boku kusema maexamen yote ipite kubure, yani pale tunafelicite serikali kwa ile jambo na iendelee kukua na ile moyo, wala ibakie hivi uswate babadilishe selogisi inchi itakuwa mzuri. Tunaipokea kwa furaha kubwa na tunasema pongezi sana kwa serikali yetu. Tafelicite sana l'honorable kwa ile fait alifanya, parce que maisha tuko napitia batu ya Kivu en general, mwa nchi yetu ya DRC shida ni kubwa sana, na tukapate mtu akatutetele kama vile honorable Msenyibwa alifanya, atuka tunampatia hongera sana. Nitaendelea kutumika kwa kufuata kwa ukaribu nyayo za yule aliyetangulia ili kufikia malengo ya ukingo wa raia na mipaka ya nchi. Ndivyo amesema kamanda Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, ambaye amechukua nafasi ya hayati mtetezi Kibukila Tresor.
Chama cha kijeshi cha FPDC kimekuwa sasa na kiongozi mpya ambaye atakayeendeleza chama hicho hasa upande wa kijeshi nchini Kongo. Kamanda Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, ameanza hapa kutoa mwangaza juu ya harakati zilivyokuwa ili kupewa nyadhifa hiyo. Kadiri na mmesikia habari, basi ndio hivyo kabisa, baadhi ya mzee kutuacha na movement ine petition kwa vraiment iko bien organisé, na wakaona kabisa wa mimi kama vile kiongozi mwenye ongoza jeshi, na ndio maana mmesikia hivyo. Ni mwanzilishi na kuwa très proche wa ametuacha Lieutenant General mtetezi Kivukila wa Seva Tresor. Nilitumika naye tangu zamani, na kazi zote tulikuwa tunatumika za operation, za kazi zote za administration, na mimi nilikuwa mwenye kuwakilisha administration mu ile arme yetu, na ndio maana mimi nimechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa jeshi hilo la AFC mu chama ya FPDC. Najua kama Lieutenant General mtetezi Kivukila wa Seva Tresor alikuwa vrai combattant ya combattant, na wakongomani mzima na tarafa la Fizi hata Sud-Kivu ilikuwa ikimtegemea, na kwa sisi tulikuwa tuko pamoja naye, tunatumika pamoja. Najua tutafanya kazi, na yenye naweza ambia wakongomani na Fizi mzima watutegemee na sisi kwamba tutafanya kazi, hamna shida. Tutaendelesha kufanya hiyo ideolojia yenye Lieutenant General mtetezi ametuachia, na yenye tulikuwa tunatumika naye, na tulikuwa tuko pamoja, na yote itaendelea na tutakuwa pamoja. Watutegemee na sisi na mawazo na kuapui yote yenye wataendelea kutusaidia, na hata na sisi tutaitumika pamoja. Upande mwingine, Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, huyo ameomba kwa raia kuendelea kuwa na imani na matumaini naye pamoja na chama hicho cha kijeshi cha FPDC, hasa wakati huu nchi iko katika uvamizi wa AFC na M23, huku akiomba raia kuendelea kuwaunga mkono kwa hali na mali. Yenye mimi naweza kusema ndio, depuis wakati mzima hii tangu gouvernement yetu ilideklare wakati wameanza vita kule Kivu na vita vikaingia Sud Kivu, lakini sisi tunaendelea kufanya resistance, tunaendelea kufunga adui na tutakata tamaa. Tunawakilisha vijana wawe imara na tuendelee kufanya kazi kadiri na kiongozi wetu alikuwa akitufunza na kutuambia kwamba tuwe imara na tufanye kazi kwa kukinga raia yetu na vingine vyote, na adui huu wa kutoka nje au ndani kumpiganisha, kwa sababu asije kuharibu nchi wala kuharibu mipango yote ile ya government. Na mimi naweza kusema kwamba nyanza za chini wawe imara, hata nyanza za juu wawe imara, watusaidie na sisi tutawasaidia kwa kufanya kazi pamoja kwa kupiganisha hiyo aggression inaletewa na Rwanda yenye tuko impose. Tuifanye na tutaipigania kwa sababu tufikishe malengo ya jinsi tulikamata silaha. Ndio operation zinaendelea, na tangu hayati amefariki najua jeshi lote lilikuwa limejipanga kwenye nafasi mbalimbali zenye tunawatiaka kwenye makempi, na walifanya kazi wakati adui M23 ilishuka na Twirwaneho na Ndoride walishuka kwenye mji wa mlima. Najua resistance ilikuwa ya vijana wetu pamoja na jeshi la FARDC na wengine wa ndugu wetu wa magrupe zingine waliwarudisha mpaka wakarudia kwenye nyanza za juu za Minembwe. Nikizani kulikuwa wakati mwingine vita ya hapa mwisho imefanyika mji ya Mikenge.
mimi nilikuwa nikisimama Rusanguku Birarumbili, lakini jeshi limefanya kazi katika Mitenge na wakarudisha nyuma kidogo, lakini tunaendelea kufanya mastrategia na vitu vingine. Nikizani tunategemeo na Mungu atatusaidia, hata kama tumeachwa na kiongozi, tumekuwa na kiongozi kama mimi, tunaendelea kuwasensibilize na kuwaambia kama tuendelee na kazi kwa umoja. Mpendwa mtazamaji, hii ni BG Online TV ambayo unaendelea kuitegea sikio kwa wakati huu. Inakutangazia habari zake kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na imani kwamba unaendelea kututegea sikio na kututazama kwenye runinga na kwenye simu yako. Hali ya usalama imeonekana kuwa tulivu siku ya Ijumaa na siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 3 Mei 2025 ndani ya mji wa Uvira baada ya purukushani kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya baadhi ya wazalendo. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia Mashaka, leader wa eneo la ukanda wa kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, amekemea kwa hali ya juu zaidi kitendo hicho na kuomba viongozi hasa gavana kwa muda kuwajibika kwa swala hilo. Taarifa tunazo ni kwamba shughuli mbalimbali kama vile za kibiashara zimeonekana kufanyika katika kona tofauti za mji wa Uvira tofauti na siku ya 4. Andre Biadunia Mashaka, mmoja kati ya malida tena mwanaharakati wa kisiasa jimboni Kivu Kusini, ameanza kwanza kutoa historia fupi juu ya mapambano makali yaliyoripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo pa Uvira siku ya 4 ya wiki tunayo. Yafani pane precision kusema kwamba masasi nilikuwa humu vile ya Uvira siku ya 4 tariki 1 ya mwezi wa 5 kulikuwa masasi mingi kabisa, mais inafere suite kwa ile maevenema ya deploiement ya FARDC. Deploiement ça veut dire FARDC ilipenda kuenda kujiweka kwa position inakuwa kwa hii milima ambayo inaegemea vile ya Uvira, na balienda mkartier Kakombe, baenda mkartier Kibondwe. Ilikuwa usiku ya siku ya 3, yani le 30, tukakuwa alerte na population ya mwaile eneo kutuambia kwamba wanaona watu wengi ambao wanavalia sare ya jeshi na wanakuwa na silaha na hawajui wanatoka wapi na wanaenda wapi. Tulipoita viongozi wa jeshi wakatuambia hapana, ni FARDC iko na jideployer kwenda ku renforcer maposition zetu huko juu. Malheureusement wazalendo wakakuwa inquiete kusema kwamba sisi hatutaki deploiement ya FARDC kwa hii milima yetu kwa sababu mnapenda mtuweke katikati. Ukiangalia vizuri ambisio ya FARDC ni kusema yende juu kidogo ya wazalendo wabaki katikati na mbele ya kufika kwenye barabara. Wazalendo wakasema haiwezi wezekana, sisi hatuwezi kubaki chini yenu. Mbona mnapaswa kubakia huko chini na sisi tubakie huko yulu, huruke tungoe adui na wenzetu washaenda deploiement, tutakuwa tunakuwa renforcer na kwenda kusaidia wenzetu wenye wiko kuma front kule. Alors kwa ile opposition masasi kaanza sawa na ya semaine passée. Unakumbuka kwamba upande wa Kabindula nako kulikuwa tena masasi lipigwa kabisa asubuhi ya jana siku ya 4 mingi kuanzia 5h mpaka masaa 4. FARDC ikafonce tu ikapita ikaenda. Bon, ce que nous déplorons ni kwamba kumeumia wanajeshi fulani na kunakuwa hata wazalendo ambao wameumia kwa sababu unaona ni mtuto. Hata hivyo, upande mwingine, Andre Biadunia Mashaka ameomba raia kutokuwa na tawanya habari za kuchochea chuki kati ya FARDC na wazalendo kwa kuwa na weka chumvi katika habari za mitandaoni. Andre Biadunia ameeleza yafuatayo: lakini singependa watu waseme kwamba ni affrontement entre FARDC na wazalendo. Ile ni materme ambayo iko nakuja kutia chachu, iko nakuja kutia karibira, yani essence kumoto, alors que sisi objectif yetu ni kuona hawa wazalendo na wa FARDC wanatumika kwa intérêt yetu sisi. C'est vrai tunaiwa kwamba mba FARDC muko bale tunabaitaga ba fugitif balianza kukimbia adui tangu Goma, Bukavu mpaka gisi walifika hapa Uvira, na wazalendo wako na rezo ya kuogopa kwamba hawa watu wanakuja tena, wanaweza tena kwenda kuikaa juu yetu
Kwa nini hawawezi kuingiza adui? Kwa sababu wanataka watu encercle. Ile ni uoga napasha kuwa. Alors kile sisi tumedeplore ni kwamba hakuna communication iko nakuwa. Hakuna communication ambayo iko nakuwa. Kama commandement ya secteur ingetusaidia, kama hata kuwa komanda yeye mwenyewe komanda secteur anaweza kutumika na wengine wa komanda yake paski kuna mainite ya mingi, banakuwa nafanya reunion wanaambiana hivyo, na tuliona tusibakie hapa si wote muvile pamoja, baende hivi ba mwingine baende hivi. Kuna kuwa ile communication information izunguruke, bazalendo wasiko na kuwa surpris barisha kutana basoda wanakuwa hapa karibu na mambo mengine. Ile haiko bien. Tulipata wa blessé ba civil, tulipata wa blessé wenye waliumia mjeshi, waliumia muwazalendo. Ile deja ni perte kwetu, tumepoteza kwa sababu wale wazalendo ambao wameumia, wale wanajeshi ambao wameumia, lazima wangeenda kukomba. Umoja angeua hata wa M23 wa 5 wa 6, lakini tunapoteza deja. Kuna wenyewe wameumia, atafanya miezi miwili mu hospitali, haitakuwa vizuri. Na wale wa civil ambao wameumia tunasema pole sana, lakini tunategemea kwamba hii kitu kisijirepete tena. Wakati hayo ya kijiri, Lida huyo amesema kuwa na matumaini na mkutano mkubwa wa usalama wa jimbo ulioendeshwa pa Uvira juu ya kupata suluhu kwa mvutano wa mara kwa mara kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Andre Biadunia Mashaka amerejea mara tena. Ile vreke kulikuwa reunion maintenant ambako kulikuwa gavana wa jimbo, kulikuwa komanda secteur, meya wa jiji na wengine wakuu viongozi ambao wanahusika na security hapa na baktera société civile kwenda kuzungumzia ile question pour que isirudilie tena. Na tulirekomande kama kutakuwa kunakuwa deploiement ya FARDC, komanda secteur ndio komanda wa watu yote, anawaita na wainforme, na ile kitu inafanyika bila kupurukushana, bila kukogotana, bila misukosuko, paske tuko na besoin population ile na amani na isinzie na ilamuke na mali yao waikute kama gisi walivyo ifungia kwenye madepo na mabutike yake. Jana Uvira kabisa activity ilikuwa ni chini sana, haikukuwa show kwa sababu masasi ilikuwa mingi ndani ya mji wa Uvira. Ni vema tukumbushe kuwa ni zaidi ya mara mbili sasa hali ya purukushani kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo kuendelea kufyaturiana risasi ndani ya mji wa Uvira. Daima katika tarafa la Uvira ni kwamba hali ya wasiwasi ilizuka kwa miongoni mwa raia wa kijiji cha Kiliba tarafani Uvira siku ya Ijumaa ya tarehe 2 Mei 2025 baada ya makundi mawili ya kizalendo kugombania uongozi wa eneo hilo. Makundi hayo mawili ya kizalendo ni kundi lake Nyerere na Mashaka ndio walileta purukushani hiyo na raia wa eneo hilo kupata wasiwasi mkubwa. Kwa mujibu wa habari tunazo kutoka eneo hilo zaeleza kwamba kamanda Nyerereo ndiye alitoa oda kwa kamanda Mashaka kuweza kuripoti silaha zake kwake au aondoke katika kijiji hicho cha Kiliba na kwenda sehemu nyingine, kitu ambacho kamanda Mashaka alikataa, na ndipo hali ya kurushiana risasi ilianzia hapo. Shirika la raia katika eneo hilo la kijiji cha Kiliba wamesema kushangazwa na kupata masikitiko makubwa kuona makundi mawili hayo ya kizalendo yanaendelea kupurukushana katika eneo hilo, huku wakigombania ukubwa wa kijiji hicho cha Kiliba na wakidai kwamba wanasahau kazi ya kulinda raia na mali zake ambao ilipelekea wao kushika silaha. Tutamatishe habari zetu kwa siku ya leo na habari za huko Butembo. Mwenyekiti wa shirika la raia mjini Butembo amesema kuhuzunishwa na visa vya ukatili vinavyoendelea mjini Butembo ambako mihili ya watu wenye kuuawa inaendelea kuokotwa bila kujua wahalifu wa matendo hayo. Mashirika ya kiraia katika maeneo hayo ya mji wa Butembo yamesema kusikitishwa kuona vyombo vya usalama vinakuwa viko hapo, ila vitendo vya uhalifu vinaendelea kuripotiwa na bila kujua wahalifu wote ambao wanaendelea kutekeleza vitendo hivyo. Shirika hiyo ya kiraia ya eneo hilo la mji wa Butembo yameomba vyombo vya usalama kuwa makini na kuongeza mbinu za ulinzi ili kupiganisha vitendo vya raia wasio na hatia kuendelea kuuawa bila sababu yoyote.
na hii imeweza kuleta hofu katikati ya wakaaji wa mji wa Butembo au ya raia. Inaleta mshangao kuona kama watu wanaendelea kukufa, na japo tuna wale ambao wana wajibu wa kutuchunga. Na ya mwisho ya juzi hapa ni ile ya Madame Anwarite Kavira Kialimaneri, ambaye pia aliuliwa tarehe 26 siku ya posho akitokea kwa njia ya kutokea magari ya Virendi Butembo. Mpaka sahi hatujajua ni watu wa aina gani. Tunaomba serikali yetu waweze kufikiria tena namna ya kuweza kuchunga usalama wa raia, sababu hiyo inaleta hofu kabisa. Kulingana na mambo haya, tunakondane matendo kama haya mabaya ambayo imesababisha usalama wa raia ya mji wa Butembo. Jambo la pili, tunaleta pole kwa jamaa zote ambazo zimefiwa kupitia kuuliwa ndani ya mji wetu wa Butembo. Pia tunaleta pole kwa namna ya kipekee kwa huyu wa juzi jamaa lake ambalo liliweza patwa na shida. Jambo la tatu, tunaomba viongozi au waongozi wa waamuzi au tunaweza sema auditora na procureur de la Republique waweze kujitaabisha kwa kuweza kuwa wanatafuta bandia wakati magumu yanatokea. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, kupitia hapo hatuna la ziada. Tunashukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho wa habari zetu za siku hii ya leo ya tarehe 3 Mei 2025. Wacha nikukumbushe mara tena kwamba leo tariki 3 Mei 2025 ni sikukuu ya upashaji habari ya kote ulimwenguni. Upande wako BG Online TV, kipi kifanyike kwa kuendelea kuboresha? Tunakukumbusha mara tena, bado hujachelewa kusubscribe na kusambazia wengine baadaye, kisha kufuata habari hizi ili nyote kwa pamoja muwe mnaendelea kunufaika vipindi vyetu, habari pamoja na matukio ambayo yanatokea kona zote za dunia. Hii ni BG Online TV, mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tunakutakia weekend njema.